anaangalia unyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaanza katika hali ya unyenyekevu. Wale ambao tunakuwa katika unyenyekevu ndani yetu na roho uliovundika juu ya neno lake, juu ya kumwamini, ndipo ambapo sasa yeye anapovutiwa sana. Tumemwona yeye mwenyewe kuzaliwa kwake tu, bado alijishusha, akazaliwa katika mazingira ambayo ni ya kushuka sana ya chini. Anasema jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo kunawezekana ukawa mnyenyekevu wa nje, lakini sio mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunajifunza nini nyingine? Tunajifunza kwamba alikazwa ulimi. Hiyo ni ishara ya kujishusha sana. Ukisoma katika ile Mithali Marko 10:5 anasema Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake ikawe fidia ya wengi. Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake ikawa fidia kwa ajili ya watu wengi. Kwa Yesu alishuka chini kabisa, hata katika hali ya ili aweze kutuinua sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yeye alikubali kuvaa hali ya utumwa ili aweze kuzaliwa katika mazingira haya ya chini kabisa, ili sisi tuweze kuokolewa, ili sisi tena tuweze kufanya kuwa wana. Kusema hiyo Wafilipi 2:6-7, Wafilipi 2:6-7 inamtamka namna Yesu alivyokuwa mtiifu. Tusome ile Wafilipi 2:6-7. Akanyenyekeza. Wafilipi 2:6-7 inasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akawatwaa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Kwa Yesu kule kuja chini na kuchukua hali ya utumwa ulikuwa ni mahiari, hakulazimishwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Ule upendo huo ambao ulikuwa ni upendo huo ambao ulikuwa kwa Yesu kwa ajili ya kutukomboa. Na ndio anatazamia hata sisi pia tuwe na hali ya unyenyekevu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa usiku wa leo tunajifunza kwamba tuwe na maisha ambayo hayana kiburi ndani yetu. Tuwe na hali ya unyenyekevu ndani yetu, ili tuweze kufanana naye huyu ambaye tunamsema, huyu ambaye tunamtamani, huyu ambaye tunamuinua, huyu ambaye tumekuja leo hii na kuacha usingizi kwa ajili yake. Yeye ni mpole na mnyenyekevu. Anasema jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tumruhusu Yesu ili aweze kuzaliwa upya ndani ya mioyo yetu. Anapozaliwa upya ndani ya mioyo yetu, maisha yetu yanabadilika. Yeye anaanza kuwa Bwana ndani yetu, anaanza kutuongoza na kuchukua hatua. Hali ya unyenyekevu na kucha yenyewe, kiu ya kuomba, kiu ya kutaka aanze kubadilisha maisha yetu inaongezeka, kwa sababu yeye amekuwa kiongozi, yeye amekuwa Bwana. Biblia inasema katika Yakobo 4:6, yeye huwapinga wenye kiburi, aliwapa neema kwa wanyenyekevu. Kwa hiyo leo tunapotafakari, tunajiuliza, je, mioyo yetu iko tayari kumpokea Bwana Yesu ili aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu? Uchungu wa somo hili la leo, je, mioyo yetu iko tayari kumpokea Yesu aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu? Je, mioyo yetu iko tayari kuwa holi la Bwana Yesu kuweza kuzaliwa? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujifunze kitu kutoka kwa wachungaji hapa. Tujifunze kitu kutoka kwa wachungaji. Ukipata usingizi unasimama kidogo. Bwana Yesu asifiwe.
Ukipata usingizi msimama kidogo tu, dakika chache, tujifunze kitu. Tunaona kwa habari ya wachungaji ambao wanaonyesha ishara ya unyenyekevu. Kwa nini Mungu Baba wakati anaenda kutoa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo wa Nazareti, kwa nini akwenda kwa wafalme wakati wafalme walikuwepo? Kwa nini akwenda kwa wakuu wa makuhani wakati wakuu wa makuhani walikuwako? Kwa nini akwenda kwa watu mashuhuri katika jamii walikuwako? Wana sheria, wanazuoni mbalimbali, Mafarisayo na watu maarufu walikuwako. Lakini tunaona sasa wanaokwenda kupashwa habari ni wachungaji ambao walikuwa mashambani. Biblia inatuambia hawakuwa, walikuwa mashambani. Tusimame kidogo, kwa ambaye anaweza kusimama mbele na mtoto akae. Tusimame kidogo, tunyoshe kidogo, tusimame kidogo, tunyoshe ili usingizi uweze kuondoka. Tunyoshe kidogo, tunaweza kuketi. Sasa tunaona kwa nini Mungu wakati anataka kwenda kutoa habari iliyo njema, habari yenye furaha, anaenda kuwapa habari wachungaji ambao walikuwa mashambani. Kwa nini habari hii akwenda kuwapa wafalme na walikuwako? Kwa hiyo habari hii njema akwenda kuwapa makuhani wakuu walikuwako. Kwa nini habari njema akwenda kuwapa watu mashuhuri katika jamii walikuwa Mafarisayo, walikuwa watu wanazuoni mbalimbali? Lakini kwa nini hawakuwepo? Walimu walikuwepo. Mungu amechagua njia ya watu wanyenyekevu ambao bila kuangalia nafasi yake katika jamii. Hawa wachungaji walikuwa ni watu ambao ni watu waaminifu, lakini walikuwa ni watu wa kawaida katika hali yao. Walikuwa wanafanya kazi yao kwa uaminifu, kwa sababu wakati malaika kuwapasha habari walikuwa ni wakati wa usiku. Kwa hiyo wakati wa usiku walikuwa wakichunga hao wanyama kwa uaminifu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Luka 2 mstari wa 8 na ule mstari wa 11. Luka 2 mstari wa 8 na 11. Luka 2 mstari wa 8 hadi 11 inasema, na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itokayo kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo sasa tunaona Mungu anachagua hawa wachungaji ambao walikuwa hawana heshima kubwa kama wengine katika jamii. Tena walikuwa wakichunga nyakati za usiku, walikuwa waaminifu, hata usiku walikuwa kwa zamu hawalali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaona namna ambavyo Mungu yeye anachokiangalia ni moyo wa mtu, anaangalia unyenyekevu. Kwa yule aliye mwaminifu kwa kidogo, yeye anatuambia kwamba atakuwa mwaminifu pia, atapewa hata mambo makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Luka 16 mstari wa 10, mwaminifu katika lile dogo ni mwaminifu pia katika lile kubwa. Kwa Mungu anaamua kuwafunulia mara nyingi siri zake watu ambao ni wanyenyekevu pamoja. Kwa hiyo hawa wachungaji wanaonyesha uaminifu kwa namna hata waweza kulala ile kiwango cha kuweza kumwangalia kwa ndoa asise kuliwa na mtu tena mashambani na baridi kali. Watu walikuwa wamekaa kwa sababu Mungu aliona ule uaminifu wao.
na hata sisi anapotukusudia anaangalia hali ya uaminifu, anaangalia hali ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu huwa anaangalia kuwafunulia wale watu wa kwanza siri yake, wale watu wenye moyo wa unyenyekevu. Anaona katika ile ni Isaya 66 ule mstari wa pili anasema hivi. Tuisome Isaya 66 mstari wa pili. Huyu ndiye nitakayemwangalia. Isaya 66 mstari wa pili. Isaya 66 mstari wa pili inasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye, asikiapo neno langu. Lakini huyu ndiye nitakayemwangalia, aliye maskini na mwenye roho ya unyenyekevu, atetemekapo, asikiapo neno langu. Neno lake halitakiwi kuzoeleka. Hii tunaangalia tabia za watu ambao walikuwa wanaandaliwa kwa ajili ya kupokea kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Hali ile ile ambayo na sisi tunataka kujifunza kitu, ili kabla Yesu hajazaliwa ndani yetu, ile hali ya unyenyekevu ambao tumeona kwa wachungaji walikuwa nao, na sisi tuwe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kwa watu wote, lakini si kwa tabaka fulani. Yesu alikuja kwa watu. Ukisoma katika Warumi 22 na 23, anasema ya kwamba watu wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sisi sote tulikuwa tumetenda dhambi na tumepotea. Yesu alipokuja hakuja kwa ajili ya tabaka fulani tu, lakini alikuja kwa watu wote. Ndio maana hata malaika, ukiangalia pale malaika katika Luka hii Luka 2 mstari wa 11 anasema kwa maana tazama, nawaambia njia habari njema ya furaha iliyokuu itakuwa kwa watu wote. Kulikuwa hakuna tabaka watu fulani, si makuhani tu au watu fulani, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya watu wote. Mungu anataka watu wote waokolewe, wote waokolewe bila kujali. Ndio katika Timotheo wa kwanza na ule mstari wa 2 na 4, tusome kwa kifupi. Timotheo wa kwanza mstari wa 2 na 4, Mungu anataka watu wote waweze kuokolewa, waifikie toba. Wote, wawe maskini, wawe ni matajiri, wasome na wasiokuwa wasome. Bwana Yesu asifiwe sana. Timotheo wa kwanza 2:4. Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Ndio. Hii tarehe 24 bado tunajiuliza maswali yale yale. Moyo wako uko tayari kumsikia Mungu kama vile wachungaji walivyosikia? Uko tayari? Kumbuka wachungaji kwa ni kipindi kama hiki cha kuelekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na sisi leo tarehe 24 usiku ni kipindi ambacho tuna maandalio, maajilio ya moyo, matengenezo ili tuweze kumkaribisha. Hawa watu wakati malaika Bwana anazungumza nao, waliweza kumsikia na kufanya kile ambacho yeye walichotakiwa kufanya, hawana kusita. Je, sisi tuko tayari kufanya matengenezo ya mioyo? Tuko tayari kabla ya kumpokea? Biblia inasema bado Mungu hapingi wenye kiburi, bali wape neema wale wanyenyekevu. Yakobo 4:6. Kama wachungaji walivyoacha makundi yao, walipopata vile habari wakaenda kwa mtoto, na sisi tuko tayari sasa kulalua mioyo yetu na kuweza kufuata kile ambacho neno linasema. Tuko tayari kutetemeka tusikie kwa neno lake linalotuelekeza sasa na Isaya 66 mstari wa 2. Tuko tayari kumtengenezea Bwana, kuyanyoosha mapito yako, kunyoosha njia zote ambazo ndani yetu bado hazijanyooka mbele za Bwana. Kabla Yesu hajaja kuzaliwa,
kabla hatujampokea katika mapambazuko, tuko tayari. Kwa hiyo huu usiku unaoona ni kama ni kipindi cha mpito tu, kati ya usiku wa tarehe 24 na tarehe 25. Ni kama mapambazuko ya asubuhi hapo inatangaza nuru iko tayari kuja. Tunajua kwamba Yesu alizaliwa asubuhi ile yeye Yesu ndio nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo giza hata kama lilikuwa kubwa kiasi gani, bado tunajua kabisa kwamba haliwezi kuishi ndani. Kwa hiyo sisi tunapewa wito kwamba katika maisha yetu ya giza ni lazima tuyaachane nayo, tutengeneze njia zetu ili tuweze kutengenezea Bwana nafasi ambapo atazaliwa. Kama alivyosema, watu walioketi gizani wameona nuru kuu. Watu walioketi gizani wameona nuru kuu. Katika Mathayo 16 tumeona hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kwa hiyo giza linaweza kuonekana kubwa kiasi gani, lakini halina mamlaka ya mwisho. Kwa nuru ya Kristo haizimiki wala kushindwa, na kuzaliwa kwa Yesu ni ushindi juu ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dakika chache za kumalizia na muda unasonga. Yesu anazaliwa wapi? Nisema uko tayari kumtengenezea Yesu nafasi ndani ya moyo wako? Uko tayari kumtengenezea Yesu nafasi ndani ya moyo wako? Bethlehemu ilikuwa ni sehemu ya historia tu, kwamba Yesu alipozaliwa alizaliwa Bethlehemu. Tunasema ni Yerusalemu kwa Israeli, lakini kuzaliwa ndani yetu sisi ni jambo la kiroho, si tena Yerusalemu kama ambavyo tunakumbuka Bethlehemu kwa Israeli. Sisi leo hii tunamtaka Yesu aweze kuzaliwa ndani yetu, tunamtaka Yesu akae ndani yetu. Maisha yetu yakoje? Maisha yetu yakoje? Hebu nitafakari kwa sekunde chache. Maisha yako ukiyatazama, ukiangalia, je, yako tayari yanafanana na kumpokea Bwana Yesu ndani yako, au unahitaji Yesu akutengeneze tena kwa upya? Yesu anaweza kukaa ndani yako. Yesu anaweza kukaa ndani ya moyo wako akaweka makao ya kudumu. Uko tayari Yesu aweke makao ya kudumu ndani ya moyo wako? Yeye anasema katika Ufunuo 3:20, na tazama nabisha sauti, mtu akifungua mlango nitaingia kwake. Kwa Yesu anasemei mlango huu wa nyumba, anazungumzia mlango wa moyo wetu. Je, tuko tayari kumkaribisha aweze kuzaliwa ndani yetu? Tuko tayari? Ufunuo 3:20, tuko tayari? Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa Yesu haimlazimishi mtu kuingia. Anasema tazama liko mlangoni ninabisha, mtu akifungua mlango wa moyo akanikaribisha mimi nitaingia kwake. Kama ni dhambi nitatengeneza dhambi, itaondoka. Kama kulikuwa kuna maisha ambayo hayajanyooka, mimi nitayarekebisha, yatanyooka. Yanachotaka yeye ni hii hali yako mwenyewe kumkaribisha ndani yako. Akishaingia ndani yako, yeye atakuwa Bwana na si mgeni. Sasa asilia kuwa tunamkaribisha Bwana Yesu katika mioyo yetu kama mgeni tu wa kupita. Krismasi tunasherehekea hapo, tunamkaribisha kama mgeni wa kuwepo kanisani tu. Tunapokuwa kanisani tu basi, hapo kutoka kanisani tunamwacha wewe ni mgeni. Tukitoka huko nje tunaendelea na mambo yetu, tunamtaki tunamtoa nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anataka sisi
tunapomchukua kwa Bwana atakuwa kudumu ndani yetu. Vile alivyo tulivyo kanisani hapa, atakuwa tena zaidi tukiwa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Vile alivyo hivi katika maombi tunavyoomba hapa, hata tukienda majumbani kwetu tutaomba vile vile. Yeye anataka akae ndani yetu, halafu aanze kutuongoza yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kufungua mlango, tuko tayari. Anakusikia kwa sababu anasikia. Je, uko tayari? Uko tayari? Asiwe mgeni wa muda tu, kipindi kipite hiki halafu kumwacha. Yeye anataka kuwa wa kudumu. Ukisoma Zaburi ya 51 mstari wa 17, Zaburi tusoma hiyo. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Daudi wakati anaomba toba, ule moyo wakati anataka kutengeneza kwa ajili ya kumpokea Yesu. Tuone ule moyo wake ulikuwa ni moyo wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa Daudi ulikuwa ni moyo wa namna gani? Unaweza ukisikia usingizi, simama, karibu tunamaliza. Ili usimame, tuna dakika chache sana za kumaliza ambazo ni za muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia usingizi, endelea kusimama kidogo. Simama kidogo, usikubali shetani akupiga usingizi. Wewe usimame, karibu tunamaliza, alafu mwishoni ni kipindi muhimu sana. Hebu tuone moyo wa mtumishi wa Mungu Daudi wa kumkaribisha Yesu. Ule moyo wake ulikuwaje? Ule moyo wa ukaribishaji. Na sisi je, moyo wetu uko hivyo kama Daudi? Tusome. Unisafishe kwa isipo, nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Inasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Sifa ya kwanza ya moyo unapokuwa tayari kumkaribisha Yesu ili aweze kuzaliwa ndani ya maisha yetu, cha kwanza ni moyo uliovunjika. Je, moyo wako umekuwa ni moyo ambayo umevunjika na kupondeka? Moyo wako ni moyo uliovunjika na kupondeka na kunyenyekea? Hizo sifa. Moyo unaokiri udhaifu ndio nao. Je, moyo wako umevunjika, unakiri udhaifu? Je, moyo wako unahitaji neema ya Mungu? Je, moyo wako unasema na kumruhusu Bwana aingie ndani yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sasa usiku wa leo ni maandalizi ya kumpokea Yesu kwa Bwana ili aweze kuzaliwa ndani yetu. Badala ya kuanza kushughulikia mambo ya nje tu, hatutaka wito tuanze kuangalia, tujitengeneze ndani yetu. Ni wapi ambapo hatuko sawa sawa? Wapi ambapo unaona kabisa ndani ya moyo wako na Mungu anakuona? Wapi ambapo kwa kweli, kwa sababu wewe unajijua, hata mimi hapa najifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapi ndio udhaifu ambao unataka utengenezwe ili Yesu akae? Usipotengeneza huo, Yesu hawezi kukaa, atakuwa mgeni, atapita tu. Ibada wao ni usibite ngoko kie unabozu usibite ipa Yesu. Yesu naomba unisikie, unapozu ujapo
ninaomba usinipite. Sasa Yesu anapokaribia, anapokuja sasa, anasema naomba usinipite. Akikuja anakuta moyo mfungu, mlango bado hujafungua, unasema kwa mdomo tu, lakini akija kwako anashindwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bado kuna mambo ya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bado yapo mambo ya duniani bado tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bado kuna mambo ambayo Yesu anataka kutusoma. Kipindi cha kuhesabu dakika chache, lakini dakika ambazo ni za muhimu mno za matengenezo. Yesu asifiwe. Amen. Dakika chache sana, lakini ambazo zinagusa mioyo yetu. Dakika chache Yesu anapotaka kuingia, tunaimba huu wimbo wa Mungu, lakini akitusogelea tunaona tumefunga mioyo, hatujamfungulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapoingia ndani yetu, lazima ule moyo ambao upo katika Zaburi ya 51 mstari wa 17 na ule Isaya 62 na ule mstari wa 2 ambao tumesoma, moyo uliopondeka, moyo unyenyekevu kama Daudi, ule moyo ndio Yesu anataka atengenezewe njia aweze kuzaliwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo katika Zaburi ya Isaya 62 ya kwamba alisikia neno lake, huyo mtu anaogopa anapolisikia neno la Bwana. Sio mtu ambaye anasikia neno la Bwana alafu anaanza kuzoelea. Bado tumefunga mlango. Kwa hiyo usiku wa leo tuandae moyo wako ukaweze kumkaribisha huyu Yesu aweze kuingia ndani. Yesu bado anabisha. Yesu bado anatafuta sehemu pa kuzaliwa. Yesu bado anabisha mlango ili uweze kumfungulia. Neno la Mungu linasema katika Isaya 40:3 anasema, mtengenezee Bwana njia, yanyosheni mapito yake. Yesu anataka mtengenezee njia, yanyooshe mapito yote ambayo hawezi kuingia. Isikawa tu ile kuzaliwa kama wengine ambao wanasherekea alafu ana mabadiliko kwako ikawe tofauti. Akazaliwe ndani yako, akubadilishi kweli kweli. Ukimfungulia mlango tu, yeye ataingia ndani yako. Hautakuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa. Yesu akasema katika makanisa 7, alisema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Nenda kayatengeneze yale mambo yaliyopungua. Anatuambia leo hii tukatengeneze mambo yaliyopungua katika kukamilisha yale mambo yote ambayo yako ndani yako unayajua. Hakuna jambo usilolijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, uko tayari? Uko tayari kumpa Yesu maisha? Uko tayari kumpa Yesu maisha yako? Amen. Uko tayari kumpa Yesu maisha yako? Amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Tunakwenda kutengenezea Bwana mapito, kutengenezea Bwana njia kwa ajili ya ukaribisho wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kila mmoja aweze kutafakari katika moyo wake. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, unajua maisha yako. Mwingine anaweza asielewe, lakini moyo wako unaelewa namna ambavyo Mungu akiwa akizungumza na wewe katika namna tofauti umekuwa mkaidi. Namna nyingine anakuambia kuomba lakini umekuwa mkaidi. Wakati mwingine anakuambia funga lakini umekuwa mkaidi. Wakati mwingine anakuambia kaa upige magoti lakini bado umekuwa mkaidi. Unataka kufanya mambo mengine. Omba sasa hivi bado hutaki kuomba kwa muda huo, unataka kuomba baadaye. Mungu anakuambia samehe lakini bado hutaki kuachia msamaha. Mungu anapoangalia yale mambo ndani yako ambao yeye anamchukiza, ambao hataki wewe uwe nayo na wewe bado unayakupatia. Mungu hataki uingie kesho tarehe 25 anapozaliwa Bwana Yesu
wewe pia uwe na haya mambo. Naomba haya mambo yote yaachwe hapa, haya mambo yote yaachwe hapa, haya mambo yote yaachwe hapa kwa Yesu. Yesu yuko hapa, atayachukua yote ndani ya moyo wako. Ukifungua mlango wa moyo wako na kuhakikishia utabaki ukiwa hapa. Wewe ambaye bado una tamaa za mwili, tamaa za mwili, nilimwambia Bwana Yesu, shida yangu ni tamaa ambazo zinanifanya niwe na mawazo ambayo yakupendezi kila wakati, yanachafua mwili wangu. Ukisema ndani yako hapa, Yesu atakupa maisha mapya, atakupa nguvu mpya. Wewe ambaye huna moyo wa kusamehe, mtu akikushika kidogo tu, wewe huwezi kuachia moyo wa msamaha. Wewe ukienda hapa kumwambia Bwana Yesu, mimi moyo wangu kwa kweli iko vizuizi vingi, na kizuizi kimoja hapo, siwezi kumsamehe mtu anapokuwa amenichukia. Hata amenitendea jambo lolote, siwezi kusamehe. Ninamwachia, lakini moyo wangu bado namkumbuka. Yesu anasema samehe 7 mara 70. Na mtu akiwa na jambo lolote ambalo ameweka ndani yake, Yesu anasamehe, anasema kama vile mimi nilivyokusamehe, basi samehe. Jambo lolote ambalo unalo, lolote, uvivu wa kiroho ni dhambi kubwa. Uvivu wa kiroho ni dhambi kubwa, kwa sababu inaachilia Mungu, inamzuia Mungu asitende, asikutumie sawasawa anavyotaka yeye. Uvivu wa kiroho ni hali ya kiburi mbele za Mungu. Anapotoa maelekezo, sisi hatutaki kuyafuata. Kwa hiyo hicho chote ni katika kumzuia asiingie ndani, tunamfungia mlango. Leo hii, hebu mwambie leo hii, Yesu Kristo, ninaomba uzaliwe upya ndani yangu. Kila udhaifu nilio nao, kila makando ambayo yanakuzuia wewe, usiwe Bwana wa kudumu na wa milele ndani yangu. Uwe tu mgeni wa kupita, na kuomba uyaondoe yote. Naweka moyo wangu ndani yako, na weka uwazi na unyenyekevu ndani yangu. Mimi nimekosa, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako. Kwa kweli nimepungukiwa na utukufu wako, nimekosa kabisa mbele zako, wala sifai kabisa, hata sistahili uwe holi ndani yangu, niweze kuzaliwa ndani yangu. Bila msaada wako na kuingilia kati, nitakuwa kama watu wengine tu ambao wanachukulia siku ya Krismasi kama mazoea tu, kama historia tu, kama hali ya kidini tu, lakini kweli haupo ndani yangu, na mimi nataka Bwana niwe akisi tabia zako. Nataka uwe ndani yangu, maisha yangu yasiwe kia kimazoea, nikuishie wewe maisha yangu katika siku hizi ambazo zipo hapa duniani. Nataka nikuishie wewe, nataka nikupendeze wewe, nataka nikwende maelekezo yako, nataka niwe na moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea, moyo ambao unaogopa usikiapo neno lako, moyo ambao utakupenda wewe kwa moyo wako, moyo ambao utakupa wewe nafasi ya kwanza, na vingine vyote na wengine wote watakuwa nafasi zinazofuata, lakini nafasi ya upendo kwako itakuwa nafasi ya kwanza. Na mimina moyo wangu mbele zako. Wewe unanichukua, unajua kutoka kwangu, unajua kuingia kwangu. Kuna neno lililofichika mbele zako, yote yako wazi mbele zako. Wewe umesema katika Zaburi moja hivi ya kwamba ijapokuwa dhambi itakuwa nyekundu, wewe utakusafisha kabisa. Wewe utakusafisha kabisa. Wewe utakusafisha kabisa. Umesema pia Bwana katika ule waraka wa Yohana na ule mstari wa kwanza, sura mstari wa kwanza na mstari wa 9, na kwa kuzunguka dhambi zetu
Wewe ni mwaminifu na wa haki, hata utasamehe na kusafia kabisa na kile udhalimu wote. Katika Zaburi ya 32 tunasema kwamba nitamwambia Bwana maasi yangu, wala sitamficha dhambi yangu. Bwana, wewe dhambi yangu iko mbele yako, naomba unisamehe, naomba unisafishe kabisa. Kila nguvu ya dhambi naomba uikatekate, kila nguvu ya dhambi, tamaa ya mauti, tamaa ya dhambi, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, nguvu ambayo ipo ndani yangu ya kimwili, nguvu zote niondolee hiyo hali. Nipe tena mwili mpya, nipe maisha mapya, nipe nguvu mpya. Naomba nishinde dhambi, naomba neema ya kushinda dhambi, naomba nguvu ya kushinda dhambi, naomba nguvu ya kushinda dhambi. Nipe mwili mpya, nipe moyo mpya, nipe nguvu mpya, nipe hatua mpya. Nipe tena Bwana, nipe tena Bwana. Sitaki kushindwa, sitaki kushindwa, sitaki kushindwa. Nataka kukupendeza, nataka kuishi maisha matakatifu, nataka kiu ikaongezeke, kiu ya kukupenda wewe naomba iongezeke. Ongeza kiu Bwana ndani yangu, ongeza kiu ndani yangu Bwana, ongeza kiu ya kukupenda, ongeza kiu ya kukupenda. Nataka nikupendeze wewe, nataka nikuishie wewe Bwana wangu na Mungu wangu na mwandani wangu na mpenzi wangu. Wewe ndio kila kitu. Naomba Bwana, tengeneza moyo wangu, tengeneza moyo, niumbie moyo mpya, 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 moyo unaokupendeza wewe, niumbie moyo, niumbie moyo, moyo wa utakatifu, moyo wa utakatifu, moyo wa utakatifu. Basi kwa kuwa umeyasema haya yote na Yesu amesikia, na sasa yuko tayari kuzaliwa kwako ndani ya moyo wako. Bwana Yesu ndiye mwaminifu. Najua uko mahali hapa na unatusikia. Watoto wako ninawasogeza mbele zako kabla ya mapambazuko ya kesho, kuzaliwa kwa upya. Naomba nuru yako ikakae ndani yao sasa, ikae ndani yao, ikae ndani yao, nuru yako ikae ndani yao. Naomba Bwana, nuru yako ikae ndani yao, 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 nuru yako ikae ndani yao. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Tumako nanyenyekea tena na kujishusha mbele zako. Nanyenyekea mbele zako Bwana Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya watu hao wazuri mbele zako. Endelea tena Bwana kuwapa moyo ili Mungu tuweze kutafuta kwa bidii zote na nguvu zote. Tuweze kukuishia wewe maisha yetu yote. Asiwako hata mmoja wa kurudi nyuma. Asiwako hata mmoja ambao jina lake Bwana utalifuta katika kitabu cha uzima. Watu hao wote Bwana Mungu walinde, wala shetani yule mwovu asipate nafasi. Walinde sasa, walinde kesho, walinde kesho kutwa, walinde siku zote vya watokapo. Asiwepo hata mmoja Bwana ambaye atapotea. Shetani atamwinda na kumtoa katika ufalme. Wewe kamate kwa mkono wako wenye nguvu na mzingire Bwana kwa damu yako ya uweza na mamlaka. Mungu wa mbingu na nchi, naomba ukazalie kwao. Zaliwa ndani ya mioyo yao, zaliwa ndani ya mioyo yao, na maisha yao yakawa maisha ya ushuhuda kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa uaminifu wako. Hivi Bwana Yesu, makofi. Basi kisha wakati mwingine Mungu awabariki.